Haya jamani, kama kawaida tunafanya content yetu ya kupeana feedback na kurekebisha baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa vinajitokeza kwenye mradi wetu ili tuweze kusaidiana kwa ajili ya kwenda kufanya kazi vizuri. Lakini leo tutaanza na dada Teresia. Teresia, umekaa kituoni muda gani sasa hivi? Wiki sita. Wiki sita, mwezi na nusu. Mimi nataka tu kujua huo muda. Kuna dada alishawahi kukaa hapa kituoni kwa ajili ya marekebisho ya tabia zake wiki sita? Hapana. Inatokea mara chache, ni muda mrefu sana toka tumekaa muda mrefu. Ila huyu amepitiliza. Wanaokaaga hapa muda mrefu ni wale ambao tumewasaini kwamba tumewapangia hapa wanafanya kazi. Lakini kwamba yuko hapa tunaangalia ile tabia yake tuone kama imejirekebisha ni Teddy. Vipi anaendeleaje ndani ya hizi wiki sita? Kuna mabadiliko gani ambayo nyinyi kama ofisi mmeyaona, kwa sababu naona mmempangia kazi? Kuna mabadiliko improvement gani ambazo nyinyi mmejihakikishia kwamba Teddy sasa anaweza kwenda kutuwakilisha vizuri mpaka mkampangia yeye? Teddy alikuwa vizuri kwenye usafi kwanza alipokuja. Kwenye eneo la usafi anafanya vizuri. Kwenye jikoni ana asilimia zake, japokuwa usafi imezidi jikoni. Malezi ya watoto so far alikuwa ameshafanya kazi na sisi before na alikuwa anafanya vizuri pia kwa watoto. Shida kubwa ya kwake ilikuwa nidhamu, ambayo sisi kwetu ndio hiyo tumeipaga 60% kati ya 100. Na ndio maana yeye amekaa zaidi, kwa sababu unajua kuwarekebisha hao wanaokuja akiwa na shida kwenye usafi ni rahisi, utampitia kwenye usafi then baada ya muda atakuwa amebadilika kama ni kubadilika. Yeye amekaa zaidi kwa sababu ya hiyo tabia yake, nidhamu. Aliahidi kubadilika na akapewa chance, kwa hiyo tukawa tuna monitor kwa ukaribu sana. Kwa hiyo mwanzoni pale alikuwa bado ana ile, akiambia kitu ana paniki, anakasirika, unamkuta amekasirika, amenuna, asemeshi mtu. Lakini baadaye akaona tu hilo sio jawabu, akaanza kuwa anafurahi. Ukimkuta huko hata kama utamrekebisha kwenye kazi anajitahidi. Lakini nidhamu yake kwa kweli imetufanya sisi tukaona sawa, ngoja sasa tumpange aende kwenye eneo la kazi, kwa sababu so far amekuwa ni mtu ambaye ukimrekebisha anakubali, anafanya marekebisho, ukimpa maelekezo anayafuata, anafanya. Na hiyo ndio ilikuwa shida yake kubwa, alikuwa ni mkorofi sana huyu. Akipewa maelekezo yeye anakasirika, anaweza mgombeze mwajiri. Lakini kwa hapa, kwa huo muda aliokaa, kwa kweli ameonyesha kubadilika na ameahidi pia kufanya vizuri. Lakini kwake yeye hii ni last chance anapewa. Hata mara ya mwisho nakumbuka kwenye hilo ulipozungumza naye tukasema, na hata yeye tumemwambia kwamba hii ndio kazi ya mwisho wewe kufanya na Dada Center kama hautafanya vizuri. Lakini akifanya vizuri hatuna shida, tutaendelea kufanya naye kazi, hapa ni nyumbani. Kwa hiyo so far ame improve pakubwa, yani kwa muda ambao amekaa hapa amerekebishwa mengi, amebadilika tofauti na alivyokuja. Hata usafi japokuwa alikuwa anafanya vizuri, lakini sasa hivi anafanya vizuri zaidi. Na hiyo nidhamu yake sana sana ameonyesha kuwa ni mtu ambaye anasikiliza maelekezo, ana respond positively, na hata yale makasiriko aliyokuwa nayo mwanzo sasa hivi hayapo tena. Unajuaje sasa kama sio kwa sababu yuko hapa kituoni? Maana wadada wakiwa kituoni kidogo wanakuwa na sura nyingine. Wakifika sehemu zao za kazi, yani ukipewa feedback unashangaa huyu ndio yule alikuwa hapa. Kwa hiyo kama malaika. Hiyo inafanyaje? Kwamba sio kwamba yuko hapa anavaa ngozi ya kondoo, lakini akifika huko labda bado mambo yakawa vile vile. Sisi tumejipanga kumonitor kwa ukaribu sana yeye maendeleo yake anapokuwa kazini. Yani nadhani kama tunafanya kwa watu wengine kawaida, kwa Teddy itakuwa ni double ya wale watu wengine wa kawaida. Tutamonitor kwa ukaribu sana ili tuhakikishe kwamba mteja wetu apate changamoto yoyote kupitia yeye. Na tutakapoona kuna dosari yoyote, basi tutadeal nayo mapema ili asije akatengeneza madhara, kwa sababu kwa sasa hivi tunamjua yeye. Tumemwambia yani wewe una shida, kwa sababu bora wadada wengine wanaokuja hapa mistakes zao hata kama wataenda kuzifanya sisi hatuzifahamu, wewe tunakujua vizuri. Kwa hiyo ikitokea tu complain kwamba ni mkorofi, sisi tunauhakika kwamba ni kweli hajasingiziwa. Kwa hiyo yeye tumejipanga kufanya feedback zake kwa ukaribu, kwa sababu pia ndio tunamsaidia. Mradi nadhani upo kwa ajili hiyo sana, ndio maana ukampa chance. Kwa hiyo katika kumsaidia, na sisi kama ofisi tutafanya kazi yetu kufuatilia kwa ukaribu ili kuhakikisha kwamba yeye hamsumbui kwa vyovyote vile mteja wetu. Na anafanya majukumu yake kwa ukaribu, kwa usahihi zaidi. Kwa mmempa chance gani? Wakati ule kwa yule mteja alikuwaga ni yule smart wa 200,000. Kwa hiyo this time baada ya hizi changamoto japokuwa na nini, lakini kwa improvements ambazo amezifanya na nini, bado amepata promotion ya 300,000 hiyo. Kwa anaenda kwenye kazi ya smart ya 300,000.
Kwenye kazi yuko vizuri, hiyo tabia yake kama kweli ndo amebadilika kama anavyoonyesha hapa. Mpe maiki tusikie. Ndugu yangu, 300,000 hiyo utaichezea chooni. Unasema unachezea shilingi? Yaani umepata kazi ya 300,000. Mimi mwenyewe siamini. Na bosi karidhia. Mkurugenzi karidhia. Okay. Umewezaje kubadilika? Maana wanasema tabia ni kama ngozi. Huo ndo msemo wa Waswahili. Ingawaje kwenye Biblia tunafundishwa kubadilisha mind, renew your mind, kwamba unaweza ukabadilika. Biblia inatuhakikishia unaweza ukabadilika ukiamua, ila watu wanasema tabia ni ngozi. Wewe unachukua lipi, la watu la kwenye Biblia? Nachukua la kwenye Biblia. Kwa sababu hiyo ya watu ni kwamba wamegeneralize kwamba ile iliyoshindikana ni kwamba kitu fulani ambacho ulikuwa unakifanya hutaki, yani wewe mwenyewe hujaamua kurekebisha, ndio maana wakaiweka ni kama ngozi. Lakini yani maana yake wanasema yani huyu mtu kama hiyo ni tabia yake hawezi kuja kuiacha. Yes. Yani ukawa na mtu kwa mfano huko kwenye mahusiano linakuchiti, yani hilo ni la kuchiti tu, halitakaa liweze kusimamia ile agano na kusema hii tabia naacha, si unaelewa? Kwa hiyo hata ujeuri, kiburi, yani wanaamini kabisa ukishakuwa ni mtu mwenye hizo tabia kubadilika ni ngumu. Ukiwa ni muongo, wanaamini yani wewe ni mtu utakuaga tu muongo. Ndio maana wanasema tabia ni ngozi. Lakini mimi naamini kwenye neno la Mungu tunapewa chance ya kubadilika. Kwa hiyo wewe umesema unaamua kuchukua nini upande wa Biblia. Of course ndio upande ambao sisi tunasimamia nao mradi wetu. Na ndio maana wewe tulikupa chance kutokana na kwamba uliomba. Kuna wadada wengi hapa huwa yani ukimuona hana ile nini ya kusema naomba chance, maana yake huyo mtu hawezi kubadilika. Huwezi kumlazimisha kumpeleka kazini kama yeye mwenyewe hataki kujutia makosa yake. Kwa hiyo wale tu tunaowapa chance sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu unaona kabisa huyu mtu huenda amejifunza na anajutia kitu alichokifanya. Kwa hiyo unampa chance kwa sababu hata Mungu ndivyo anavyotuchukulia. Tunafanya makosa mengi sana, lakini tunatubu na tunaamini anatusamehe, na of course neno lake linasema tena anatusamehe na anasahau kabisa. Kwa hiyo wewe tulikupa chance. Umefanya mbinu gani katika hizo wiki 6 ulizokaa hapa kuhakikisha kwamba hiyo tabia ambayo ilikuwa imekuchafua kiasi ambacho tulikuwa tunakuona hata traditional hufai? Ingawaje unasifiwa kwa kazi na bosi wako alikusifia sana kwa kazi, lakini kwa ile tabia tuliona hufai kuwa hata traditional. Kwanza nipende kushukuru kwa nafasi ambayo mlinipatia na pia kwa uvumilivu ule mwanzo, kwa sababu unajua kubadilisha tabia ambayo ulikuwa nayo au ulikulia katika mazingira hayo na kuwa sehemu nyingine ni mchakato, yani process. Kwa hivyo kilichonifanya kubadilika ni anapojuaga kupanga maneno mazito ni mchakato, ni process. Yani ni ukweli bwana. Ni ukweli najua una akili wewe, sio wewe mjanja, una akili nyingi. Yani ndio maana nikashangaa kwa nini unakubali kitabia cha kijinga kinakuharibia. Maana wewe saizi ungekuwa uko mbali sana. Kwa hiyo ni mchakato. Ndani ya wiki 6 umefanyaje hiyo process kubadilika? Cha kwanza nilikubali kwamba hapa nilikosea. Alafu cha pili nikajipa kwamba nahitaji kubadilika. Nilijipa nafasi mwenyewe kwamba nataka kubadilisha hii tabia na kubadilika moja kwa moja. Kwa hivyo nimeweza kuprove, japo kwenye wiki ya kwanza ilikuwa bado naonyesha yani hatua chache. Kama ilikuwa nataka nifike 100 basi inaonekana niko kwenye 20. Kwa ilibidi nisikilize zaidi, ndio maana alikuwa nauliza kwamba ikitokea hivi natakiwa kufanyaje ili nisiharibu ama nisikosee. Kwa hivyo kwa kuuliza, kwa kuambiwa, pia kwa kufundishwa, nimeona kumbe okay, ikitokea changamoto hii namna ya kutatua sahihi ni hii hapa. Kwa nilifuata ambavyo nilielekezwa na viongozi wangu. Yes. Na ilikuwa rahisi kwa sababu ilikuwa tayari mwenyewe nimeshaamua na nimeridhia kwamba nataka sahihi kubadilika. Ndio maana ikawa rahisi. Okay. Ndio. Naomba Johari uweke neno, umekaa na Teddy. Vipi Teddy anaenda kutuharibia au anaenda kutubrand vizuri? Unamwonaje, amebadilika? Asante kwa nafasi hii madam. Kwa upande wangu mimi, Teddy ni mfanyakazi mzuri sana. Anajitahidi, anafanya kazi zake vizuri, anapangilia vizuri tu. Ndio maana sisi tumewatengenezea mwongozo ambao mtu ambaye kweli anataka kubadilika, yani unatakiwa ule mwongozo uwe kama
yani baada ya msaafu na Biblia, kama wewe ni mtu ambaye una hofu ya Mungu, unasoma neno la Mungu, ule mwongozo wetu, kwa kuwa uko chini ya huu mradi, kwa sababu nakuelekeza mambo ambayo mabosi wanayataka, uwe unajikumbushia. Sio kitu cha kusoma kama hadithi unaweka pembeni. Ni kitu ambacho unatakiwa kila ukimaliza shughuli zako, chukua mwongozo wako, jikumbushe. Angalia kwenye eneo la malezi, kama uko kwenye nyumba ya watoto, usafi, masuala ya kupika, lakini pia mambo ya nidhamu. Yani tunaelekeza ufanye vipi, usifanye. Sasa nimekuwa nasema hivyo na nitaendelea kusema hivyo, lakini kwa wale tu ambao wana nia na dhamira ya kweli ya kubadilika, ndio watakao utafuta huo mwongozo na kuishi nao kama ninavyowaelekeza. Kwa sababu ndio namna ambavyo unaweza kuimprove, kwa sababu kwa namna mnavyomsifia Teddy kwa utendaji wake wa kazi, kipengele cha tabia ndio kilikuwa kinamwangusha. Kwa sisi kwenye kituo kama uongozi, si tumeona mabadiliko, lakini labda nyinyi sasa, na hiyo tabia pia ipo kule kwenye mwongozo, kwamba dada anapokuwa na wenzake anaonyesha tabia nyingine, akiwa na viongozi anaonyesha tabia nyingine. Kitu kibaya sana. Unatakiwa watu unaoishi nao kila siku ndio wakusemee vizuri. Sisi tunaelewana? Yani usifanye bosi wako yeye kila unapoenda unanyenyekea, unapiga magoti, una nini, lakini watu wa pembeni ambao ndio unaishi nao, unafanya nao kazi, wanakusemea vibaya. Hicho kitu sio kizuri. Kwa hiyo sisi tunawaelekeza namna ya kuishi na mtu yoyote, wawe wadogo, wawe wakubwa, katika jumuiya unayokwenda. Hicho ndio kitakufanya upande thamani. Kwa hiyo nasema hivi kwa sababu Teddy leo ameshapangiwa kazi, anaondoka. Na sisi sasa hizo asilimia ambazo unazisema tutamonitor kweli kwa karibu. Huko anako kwenda. Tukipata tu yani kitu kidogo tu kwamba jamani huyu kuna hiki, manake hiyo kazi Teddy unaikosa. Lakini mimi nakwambia wewe ni mtu ambaye una potential ya kuwa professional. Sio smart, professional. Kwa zile kazi nyingine jinsi unavyozifanya, ukiweza kuongeza nidhamu, lakini na kuboresha zaidi. Kwa mfano ndani ya mwaka mzima sasa unaenda kwenye kazi ya smart, ukiwa na ule mwongozo ambao tunaelekeza, ukawa unafanya kazi kwa kuzingatia ile, kwa sababu vile vitu hujazaliwa navyo, huvijui, ndio maana uweze kufanya. Ili uweze kuvifanyia kazi lazima kwanza uvisome, upate awareness, ujue kumbe natakiwa hivi. Hata kama hujui, unaanza kupractice. Kwa hiyo unapo practice ndani ya mwaka mzima, lazima hicho kitu kizoee, ukimudu, ufanye vizuri. Ndio hapo tunaposema una uwezo wa kutoka smart na kwenda professional. Sisi tunaelewana? Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya vizuri kwa maajabu bila kupata maarifa. Ndio maana neno la Mungu linachosema watu wangu wanaangamia wakosa maarifa. Kwa hiyo nachukua feedback ya Johari kuhusu wewe, na mimi nataka niichukue kabisa kwa umuhimu, na nyie muifuatilie. Sawa? Aende kazini huko, amepata hiyo bahati ya kituo kumpangia, lakini monitor kwa karibu. Kama ulivyosema, ukisikia tu malalamiko, ujue kweli huyu tabia zake acho ni kweli. Ingawaje anafanya kazi, lakini hakuna mtu atakubaliana na mfanyakazi ambaye hana nidhamu nzuri, hana maadili mazuri. Na sisi hapa tumeshuhudia wadada wanarudishwa. Sio kwamba wote wanaorudishwa hawawezi kazi. Walio wengi ni wana tabia mbovu, wana viburi, wana wajeuri, sio wanyenyekevu, sio watiifu. Yani hicho ndio kinachoharibia. Kwa hiyo nashukuru kwa feedback ya ya dada Johari. Kwa hiyo anaondoka saa ngapi? Jioni saa 10:30. Jioni kabisa. Maana yake tunakupa chance sasa uende na hiyo changamoto, unaendeleaje kuboresha hiyo tabia yako ili isiende kukuharibia kazi yako. Kwa sababu ukienda nayo tu, ndugu yangu, kazi umeipoteza. Nimesema arudishiwe mic aseme. Asha sikiliza. Johari anasema usikilizi. Kwa hiyo wewe ni yule, ukiwaona mabosi unanyenyekea, unabadilisha tabia. Ukiwaona wafanyakazi wenzako usikilizi, yani hivyo. Si ndio? Hapana. Yeye ni hapana kubwa, kwa sababu yeye Johari pia naye ni kiongozi, ni kama staff, sio kama ni miongoni mwa staff. Sasa ukisema staff na watendea hivi au wengine anatenda hivi, hapana kabisa. Nafikiri nani hapa mwingine amekaa na wewe muda, japo ni wageni, hawa hawana muda mrefu. Huyu hapa na Vai. Huyu hapa Vai na huyu hapa Happy. Naelewa kinachoongelewa? Ndio. Sema neno. Mimi kwa kweli nimemkubali. Umemkubali Teddy? Anachapa kazi vizuri. Anachapa kazi vizuri. Tabia? Tabia iko vizuri kwa wewe unaona iko vizuri. Vai. Na Vai anajua kusoma mtu kisaikolojia. Muoneni hivyo hivyo. Muoneni hivyo hivyo. Mimi Teddy anafanya kazi vizuri.
Customer care sio tu mteja, ni mtu yote unayeishi naye, inabidi ujue jinsi unavyo communicate naye. Yaani unavyozungumza na mtu usimkwaze. Kauliza kitu, mjibu vizuri, kwa sababu mnaenda kwenye nyumba ambazo mtakuta kuna waajiri ambao ndio wale mabosi, lakini wana ndugu zao wanaoishi nao. Saa nyingine utakuta kuna dada mwingine hajatolewa Dada Center, si ndio? Ni dada tu wa kwao, either walikuwa naye au wameona walete dada mwingine kutoka sehemu nyingine, si ndio? Wewe dada wa Dada Center unalipwa zaidi, wanatarajia wewe ndio utakuwa kiongozi, wewe ndio utaonyesha picha nzuri, wewe ndio utaleta amani katika mji wao. Sasa wewe tena ukiwa na majibu hayo, hebu niambie unatengeneza mazingira gani? Si mazingira mabaya. Mbona hamuongei? Sisi tuko hapa kuwasaidia mpate hela. Jamani, nyie si mnataka hela? Hizo ndio hela, hizi ninazoongea hapa ndio pesa. Hizo tabia ambazo mnakuwa nazo za ajabu ajabu, hizo ndio zitakazowarudisha nyuma. Aidha uwe dada wa chini tu wa 50,000, si ndio? Au ukose kabisa kazi, au uamue sasa kuachana na hivyo vitabia vya ajabu ajabu ili uweze kuwa dada yule ambaye una thamani, unalipwa zaidi, na pale unapoishi watu wanakuheshimu. So hatupotezi muda hapa. Tunavyorekebishana hivi ni kwa ajili ya kusaidiana ili Teddy amesema amebadilika, na mimi naamini kuna asilimia kubwa amebadilika. Lakini hizi pia zikuongezee. Sawa Teddy? Watu unaenda kukutana nao, yani wale ndio wawe mabalozi wako. Mtu akiulizwa, "Vipi Teddy jamani?" Yani anasema vizuri. Usimuona, nafikiri wewe mwenyewe unajisikia vizuri wanapokuongelea kuhusu kazi. Si ndio? Kuhusu kazi si kila mtu anakusifia. Teddy anafanya kazi zake vizuri. Kazi tu ni vizuri. Kazi kila mtu kwenye kazi anasema uko hivi. Lakini sasa hivyo vitu ambavyo vinahusiana na kwenye hivyo vitabia, aidha ni majibu ya mkato au ni nini, usiangalie unayemjibu eti ni bosi, ukiitwa na bosi ndio unakaa hivi, huo ni unafiki. Watu wote unaokuwa nao ishi nao vizuri, wafanye wale wawe mabalozi wako. Sawa jamani? Haya. Nilikuwa nataka tu feedback ya nani. Unaweza kuendelea. Haya. Sasa sisi tunaweza